Hivi majuzi tu tumeweza kuona namna ambavyo Tanasha pamoja na Diamond Platnumz wamekuwa wakijifanya maandalizi kwa ajili ya sherehe maalum ya mtoto wao Nasib Junior, na tuliweza kuona namna ambavyo mastaa mbalimbali pamoja na mashabiki wameweza kualikwa, lakini pia watu wamekuwa wakipromise kuja na zawadi pamoja na kufanya mambo makubwa, kwa sababu jambo ni jambo la mtoto wa star, na panapokuwa na majambo ya mastaa huwa mambo makubwa yanafanyika, event za kibabe, ukumbi wa heshima pamoja na zawadi za gharama kweli kweli. Kama ulifuatilia vizuri, hata mwaka juzi tuliweza kuona namna ambavyo Diamond Platnumz aliweza kumjengea mtoto wake nyumba pamoja na kumpa zawadi kede kede. Sasa kwa mwaka huu tumeweza kuona pia jambo limekuwa ni la moto kweli kweli, mashabiki mpaka kiasi ambacho wengine wamekuwa kitamani hata kupata mialiko ya kufika hapo ukumbini kwenda kuenjoy. Sasa miongoni mwa mastaa wakubwa ambao watu wengi hawakutarajia kutokea katika pati hii ni Nandy the African Princess. Unajua kwamba Nandy ni miongoni mwa wasanii wa kike ambao watu wengi wamekuwa wakimgombanisha ama kutia maneno kati yake pamoja na Wasafi. Sababu kubwa ni kwamba upinzani wake na Zuchu umekuwa ni mkubwa kiasi ambacho wadau wameanza kuwalinganisha na kutia yale mabifu kama unavyofahamu. Lakini cha kushangaza ni kwamba Nandy pia alikuwa ni mojawapo ya wageni waalikwa na aliweza kufika hapo na akafanya mambo makubwa kweli ambayo watu wengi yamewashangaza, ikiwemo kuweza kubeba mabox ya zawadi kumpelekea mtoto wake na Diamond Platnumz. So hii imekuwa ni kama trending story na watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza imekuwaje bwana, mbona hatukuzoea kuona hivi? Lakini kwa safari hii ni nini ambacho kimepush mpaka hiki kuweza kutokea? Na kila mmoja amekuwa akishangazwa zaidi kwamba haikuwa kawaida ama sio utaratibu ambao ulizoeleka kwa kuona wasanii ambao watu wengi wamekuwa wakidhani kama hawako sawa na kuweza kuonekana kwamba wako sawa. Nandy watu wengi walikuwa wakidhani kwamba hayuko vizuri na Wasafi kama nilivyokuambia hapo mwanzo, lakini pia wengi walikuwa wakidhani kwamba ni mshindani mkubwa sana wa Zuchu. Kwa hivyo ni ngumu kuweza kutokea kwenye matukio maalum kama haya ya Wasafi, hususan ukiangalia Diamond Platnumz pamoja na mume wake Nandy Nas ni watu wa karibu sana. Mara nyingi hata ukiangalia kwenye studio sessions mbalimbali ambazo Diamond Platnumz huwa anazifanya, basi sometimes Nenga huwa anakuwepo. Lakini hata hivyo pia Billnass ni mshikaji ambaye sasa hivi ni mfanya biashara, so ukaribu na Diamond Platnumz ni swala la kawaida, sababu wote hawa ni wasanii wa hapa Bongo and then wanafanya biashara kwa pamoja. So ni jambo ambalo sio la kustaajabisha kwa kuwaona wakiwa pamoja. Kwa hili hapa pia linaweza likafanya limewa join pamoja Nandy pamoja na hata Zuchu. Licha kwa wao wenyewe Nandy na Zuchu wamekuwa kiongea kwamba hawana matatizo, lakini mashabiki ndio ambao wamekuwa wakitengeneza kuleta beef kati yao hao. Ni kitu ambacho sio mbaya kwenye kuichangamsha game ya muziki wa Bongo Flava. So mimi nikwambie tu, kwa wewe ambaye bado hujajiunga nasi, gusa maandishi mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe ili usipitwe na habari pamoja na matukio moto moto yanayozidi kuendelea hapa kila siku.